الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nipe masafu kabisa tu. Alhamdulillah, tunayosoma ichukua ni surati Maryam kuanzia aya ya 73 mpaka aya ya 84. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Aya hii imeanza kwa hiyo wao ya kuatifishia, ambapo wao hiyo manake imeatifisha habari iliyokuwa nyuma ya madhalim na yale ambayo yanawahusu wale ambao ni madhalimu, kwamba na kuna takdirati. Watu wa tafsiri wanajua kwamba kuna aliyokadiriwa sentensi ambazo zimeondoshwa hapo. Kuna jumalul mahdhufa, kwamba nani vipi wasiadhibiwe, wasiwe ni watu wa kukaa milele katika moto, wasiwe ni watu wa kupata adhabu za Mungu. Wakati idha tutila alaihim ayatuna bayinatin, pindi zinaposomwa kwa wao au zinaposomwa juu yao aya zetu zilizokuwa waziwazi. Aya ni kila kile ambacho kinachojulisha utukufu wa Allah subhanahu. Ndio maana hata katika Qur'ani ngamia ameitwa aya. Hadhihi naqatullahi lakum aya, huyo ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, kwenu nyinyi ni aya. Lakini hapa zinaposomwa ni haya maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yako wazi na anaeleza utukufu wa Mwenyezi Mungu waziwazi, yaeleza tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu waziwazi. Lakini pamoja na hayo, wa idha tutila alaihim, pindi zinaposomwa juu yao ayatuna bayinatin, aya zetu ambazo ziwazi kabisa. Qala alladhina kafaru, husema wale ambao waliokufuru, lilladhina amanu, kuambia wale ambao walioamini. Wale waliokufuru, ili uifahamu vizuri aya hii, walikuwa wakiwaambia walioamini. Lilladhina amanu, hiyo lamu ni lamu ya at-tablighi, maana yake tufidu mushafahata wa mukhatabata. Kwa maana ni kwamba walikuwa wakiambiwa, wale waliokufuru walikuwa wanaambia ana kwa ana. Lakini lazima wafahamu kilichopelekea hao waliokufuru kuambia waumini haya na ukuja ni nini. Ni kwamba wao walikuwa wakiwaeleza kwamba sisi ni watu ambao ni mutaladhidhun, nahnu mutaladhidhuna fi hayati dunia, sisi ni watu ambao ni wenye kustarehe mno katika maisha ya dunia. Sisi tunachokitaka twakipata, maisha yetu yametunyookea. Kwa hiyo kwa sura hiyo akawaambia ayul fariqaini khairun, kwa maana kwamba wanaoelezwa ni fukarau minal mu'minin, mafukara katika waumini, kwamba nyinyi sisi hali zetu ni hizo,
na nyinyi hali zenu ni ngumu, ni tabu, ni misukosuko, na bado mnatuita katika dini ya Mungu. Sikasema ayul fariqaini khairun. Kwa maana hiyo, kutokana na hayo tulioeleza, ni wapi basi katika makundi mawili haya, yani ayu baina alfariqaini, ni akina nani kati ya makundi mawili haya? Khairun, ni bora zaidi. Tena alichokuwa kikusudia ni khairun inda Allah, ni bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi twapata starehe mno katika maisha yetu, na nyinyi mwapata tabu mno. Kufari wanawaambia waumini. Sasa ni nani ambao ni bora zaidi? Maqaman, ni bora zaidi kwa daraja. Maqam au bora zaidi kwa makazi. Mahala tunapoishi sisi ni pazuri. Kwa ayul fariqaini khairum maqama, ni wepi kati ya makundi, ni lipi kati ya makundi mawili haya ambalo ni bora zaidi kwa makazi, bora zaidi kwa daraja, bora zaidi kwa maisha? Maqaman yatafsiriwa kwa daraja kama ilivyokuja katika tafsirul Jalalaini, lakini pia hutafsiriwa maqaman kwa maana maskani, mahala pa kuishi, kama ilivyokuja katika Futuhatul Ilahia na tafsiri nyingine. Lakini maqaman kwa fataha ya mimu, ndivyo wanavyosoma jumhuri ulama pamoja katika qurra'u sab'a, wale wasomaji Qur'ani saba. Maana Qur'ani ina visomo saba ambavyo ndivyo vinavyokubalika zaidi, mbali na 14 vile vingine na saba nyingine vile vingine. Sasa Ibn Kathir yeye husoma hapo ayul fariqaini khairum muqama, hasemi ayul fariqaini khairum maqama. Lakini kila itakavyokuwa, hiyo ni ismu makani au ikiwa kwa maana ya masdar. Maqama ni ikiwa ni thulathia kwa watu wa lugha, na au muqaman inakuwa kwa rubaiya kwa maana iqama, kwamba ni wapi ambao ni bora zaidi kwa makazi. Wa ahsanu nadiya, na ni wabora zaidi kwa baraza la mazungumzo. Nadia yatokana neno nada. Anada asili yake ni ukarimu, utukufu. Sasa kulikuwa na tabia kwa Waarabu wale ambao hali zao za maisha ziko vizuri, wanatafuta kijiwe cha mazungumzo kwa ajili ya kunufaisha mambo, kupangilia mambo yao ya kidunia na mipango yao mbalimbali. Kama unavyoona mabaraza mengi hapo ya namna hiyo. Sasa baraza lililofanikiwa ni lile ambalo watu wake wana maisha mazuri, wana kazi nzuri, wana hali nzuri. Kwa hiyo kwa sura hiyo wakawarudisha kule kwamba ayul fariqaini khairum maqama wa ahsanun nadiya, ni lipi kati ya makundi mawili haya, makundi ya makafiri na makundi ya waumini, ni bora zaidi kwa makazi na ni bora zaidi kwa baraza? Meleweka hilo Kwa sura hiyo aya hii yaonyesha kwamba wale kufari walikuwa wakiwa kejeli waumini wale ambao hali zao ni ngumu, kwamba hii imani yenu ndio imewafanya muwe hivi. Sisi tunawaamini masanamu, hali zetu nzuri, lakini
Kwa hakika maisha, muumini anaweza kidunia akawa na hali inaonekana nzito, na asiyekuwa muumini pia akawa na hali nzito, na akawa na hali ambayo ni nzito pia. Muumini anaweza akawa hali nzuri, asiyekuwa muumini pia akawa na hali nzuri. Ni mgao tu wa maisha. Wa kam ahlakina qablahum, baada ya kueleza ile iftikhari yao, kujifakharisha kwao na kujiona kwamba wao ni watu wa maana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anawapigia mfano nyumati zilizopita ambazo Mwenyezi Mungu aliwaadhibu, aliwaangamiza hapa duniani. Yajulikana katika Qur'ani kwamba katika watu walioneemeshwa sana walikuwa watu wa Adi. Watu wa Adi ambao walikuwa chini ya unabii wa mtume Hudi alayhi salam. Wao walikuwa na daraja kubwa kwa maisha ya dunia, na walikuwa ni watu wenye nguvu kiasi ya kwamba mmoja wao kwa urefu, Ibn Abbas anasema alikuwa anafika urefu wa dhiraa 70. Dhiraa 70 ni kama yadi 70. Yadi imepungua kidogo sana, na wengine hulinganisha na mita, kwa maana ni kama mita 70 mtu urefu wake, bali wafasiri wengine wakasema yadi 400. Watu hao walikuwa na neema kubwa, ni kuruni zilizopita. Thamudi nao walikuwa hivyo hivyo, Firauni na watu wake walikuwa hivyo hivyo, lakini wote waliangamizwa. Adi waliangamizwa kwa upepo, Thamudi wakaangamizwa kwa ukelele wa Jibrili alayhi salam, na Firauni aliangamizwa kwa kuzama katika mto Naili. Sasa Qur'ani hapa wanakumbushwa wale Makuraishi ambao wanajifakharisha kwa maisha mazuri waliokuwa nayo na makazi mazuri waliokuwa nayo. Qur'ani hapa sema wa kam ahlakina qablahum min qarnin, kwamba wafahama bwana hawa ambao wanajifakharisha hivyo, ni wangapi au ni mara ngapi tumeangamiza waliokuwa kabla yao, au ni wangapi tulioangamiza waliokuwa kabla yao. Kama hii ni kamul khabaria, yafilisha takthir, huko hatutoenda sana kwenye lugha, kwamba ni wengi kiasi gani, maana yake tulioangamiza kabla yao. Min qarnin, yani katika nyumati zilizopita, kwa sababu qarnun ni katika alfadhul mushtarika, matamshi ambayo tamshi moja ambalo lina maana nyingi. Miongoni mwa maana na ambayo imekusudiwa hapa ndio noitaka ni ahlul usuri, ahlul zamani kadha, ni watu wa zama kadha, na hapa kuna kusudiwa nyumati zilizopita. Kwa tutakwenda kwa tafsiri hiyo hiyo kwamba wakam ahlakina qablahum min qarnin, ni wangapi, ni wengi kiasi gani, wakawa kifahamu kwamba ni wengi kiasi gani tuliwaangamiza kabla yao katika nyumati zilizopita, yani watu waliopita huko. Hum ahsanu athatha wa ri'ya, hum ahsanu athatha wa ri'ya. Hii ni sifa ya karne, min karne, hapo hii ni sifa yake, kwamba kwa sifa hao walikuwa ni bora zaidi wa fenicha, na ni wabora zaidi kwa mtazamo, muonekano. Ri'ya kwa maana almar'i, kwamba mar'i, kwamba ile muonekano. Pamoja na kwamba kuna ambao husoma ahsanu athathan wa riya, ahsanu athathan wa riya badala wa riya. Riya wakikusudia kwamba ni wabora zaidi wa furniture na wabora zaidi wa kukata kiu, kwamba wanacho cha kukata kiu
kwa neema ambayo ulikuwa nayo. Rejea tafsiru al-Madhhari, utakuja kuona habari hiyo vizuri. Kwa sura hiyo hapa Qur'ani inatusomesha nini watu wa zama hizi? Kwamba inachotusomesha ni neno moja, kwamba mithluka ulufun. Mithluka ulufun, mfano wako wewe wako maalfu kwa maalfu ambao waliopita. Ikiwa mtu atatamba kwa sababu ya nguvu alizokuwa nazo, maalfu kwa maalfu wamepita mfano huo. Mtu akitamba kwa sababu ya neema Mungu aliyompa, basi maalfu kwa maalfu wamepita ambao walikuwa ni bora katika hali hiyo ya kidunia kuliko yeye. Ndio aya inavyotusomesha kwamba tuwe wanyenyekevu kwa neema ambazo Mwenyezi Mungu anazotupa. Qul, sema ewe mkamilifu wa daraja, mtukufu wa daraja, Mtume Muhammad ambaye hakuna mfano wako, tena useme kwa niaba yangu mimi Allah subhana, hali ya kuwa wasema maneno niliyokutuma wewe. Qul ni moja, imekuja katika Qur'ani neno qul mara 315. Hii qul Qur'ani nzima iko mara 315, lakini qul yote ilivyoonekana imekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii hata mimi tukubaliana na wewe ni ghayatu ta'dhimi li rasulillah, ni ukomo wa kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waonaje wewe mfalme wa nchi akikwambia simama useme, sema maneno yangu kwa niaba ya Watanzania wote au kwa niaba ya watu wote, watu watakutazama biaini tabjilin wa aini ta'dhimin wa aini tafkhir. Kwa namna gani? Kwa kiwango gani? Bila shaka watakutazama kwa jicho kubwa sana, jicho la kukuadhimisha, kwamba mpaka mfalme wa nchi anakuambia wewe useme, basi wewe mtu mkubwa sana. Lakini je, aliyeumba mbingu na ardhi anamwambia mtume qul, sema ewe Muhammad, man kana fi dhalalat, yoyote ambaye atakayekuwa yumo katika upotovu, yani upotovu wa hapa ukafiri, kughafilika na aya za Allah subhana, falyamdudu lahu rrahmanu madda. Wasomi wanajua kwamba hapa imekuwa ni insha, lakini kwa maana ya habari. Falyamdud lahu rrahman, falyamdud lahu rrahmanu madda, kwamba Mwenyezi Mungu atamzidishia muda huyu wa kuishi katika huu ulimwengu. Kwamba man kana fi dhalala, atakayekuwa katika upotovu, falyamdud lahu rrahmanu madda. Ni insha bi maana al-khabar, kwamba Mwenyezi Mungu atamzidishia muda katika huu ulimwengu, kumzidishia muda uliokuwa mkubwa. Unajua hii kwa nini? Kwa sababu tuambiwa inna hadhihi dunya khuliqat lakum, waumini ndio wanaambiwa hivyo. Hii dunia imeumbwa kwa ajili yenu. Wa antum khuliqtum lil akhirah, na nyinyi waumini mmeumbwa kwa ajili ya akhera. Lakini hii dunia kwa upande wa makafiri, kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya dunia, kwamba ukishakuwa ni kafiri basi huko kwa ajili ya dunia. Lakini muumini, dunia ipo kwa ajili yake. Sikuna tofauti yake zumaiona hapo. Narudia maneno, kwa upande wa kafiri, dunia yeye ni kwa ajili ya dunia, lakini muumini dunia ni kwa ajili yake. Kwa hiyo yule ambaye yeye ni kwa ajili ya dunia, dunia itamtumikisha,
lakini ambaye dunia ni kwa ajili yake, ye dunia ataitumikisha. Ndivyo waumini wanavyokuwa. Wa antum khuliqtum lil akhirah, na nyinyi mmeumbwa kwa ajili ya akhera. Kwa hiyo kafiri kupewa muda katika dunia akaishi ni haki yake, kuishi zaidi katika dunia ni haki yake. Lakini muumini hakuna anachotamani, muumini wa kweli, lakini hakuna anachoona tamu kama wakati anakufa, ni kwamba hatamani kurudi katika dunia. Lakini kafiri akifa anatamani arudi katika dunia. Kwa hiyo hapa Qur'ani inaposema qul, sema ewe Muhammad, man kana fi dhalala, yoyote atakayekuwa katika upotovu, yani ukafiri na nini, faliyamdudhu lahu arrahmanu madda, Mungu atampa muda wa kuishi sana tu katika hii dunia. Ndio hao makafiri wameishi sana, anafanya uovu lakini anaishi sana, lakini istidraj ni kukokotwa taratibu kwa ajili kesho akhera asipate sababu ya kusema hata idha ra'au ma yu'adun, mpaka watakapoona yale ambao wanaoahidiwa, imma al'adhaba wa imma as-sa'a, imma harfu sharti wa tafsili, na kwa watu wa mantiki ni maniatul khulwi. Kama ni maniatul khulwi, kwa maana yake yajuzu fihi aljamu, kuunganisha al'adhaba wa saa. Ngoja turudie tafsiri ili twende pamoja. idha ra'au ma yu'adun, hatta idha ra'au ma yu'adun, hao watapewa muda tu katika dunia, wataishi mpaka watakapoona yale wanaoahidiwa, imma adhabu na imma saa. Kwa sababu ni maniatul khulwi, yajuzu kuunganisha pamoja, ima hiyo adhabu kuiona wakiwa katika siku ya kufa au kiyama, au imma al-adhaba, imma adhabu kuwatangulia katika hii dunia watakapoiona, wa imma saa, imma ile saa ya kufa, au watakapoona hicho kiyama. Fasaya'lamun, fasaya'lamun wa saufa yafidisha taukidi pia, kwa hakika watajua nini? Man wa sharru makana wa adhafu junda, ni nani ambaye ni mshari zaidi kwa makazi, muovu zaidi kwa makazi au kwa daraja, na ni nani ambaye ni adhafu junda, ni dhaifu zaidi kwa jeshi ambalo laweza likamnusuru. Na mfano wa hili, mfano aya hii, rejea vita ya Badri. Ilipofika saa ya ile vita ya Badri na adhabu walioipata wale makafiri katika vita ile, haswa kipigo kinachotokana na jeshi la Allah, ambalo jeshi hilo miongoni mwa hao walikuwa ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Hapo walijua kwamba man wa sharru makanan wa adhafu junda, ni nani ambaye kwamba ni mshari zaidi kwa makazi na ni dhaifu kwa jeshi. Mfano hiyo vita Badr, na mfano wa wale makafiri waliopita nyuma kina Adi, walipoona upepo ule ambao ulikuwa baridi kali, upepo uliovuma kwa muda wa michana 7 na nyusiku 8, ikukawakata vipande vipande, basi wao walijua kwamba ni nani ni washari zaidi makanan, kwa daraja au kwa makazi, wa adhafu junda. Jama, hii aya ni jawabu la kule
ayul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya, ile tulioanza kule 73. Kwamba wale walipoambia makafiri wanaambia waumini, ni nani ambaye ni mbora zaidi kati yenu nyinyi na sisi? Sisi tuna makazi mazuri, sisi tuna daraja kubwa, dunia hii iko kwenye kiganjani, tuwafanya tutakalo, hakuna kutuzuia. Nyinyi hamna uhuru, hali zenu nzito. Sasa hapa tunaambia fasayalamun, hata idha raau ma yuadun, mpaka watakapoona kile wanachoahidiwa, imma al-adhaba wa imma saa, imma ni adhabu itakawapata katika hii dunia, wa imma saa, au kiyama. Na kiyama cha mtu chaanza pale atakapokufa tu, ile saa ya kufa. Ukaona sasa tusema kwamba ni maniatul khulwi, kwa sababu pale pale wakati unakufa, Qur'ani inavyotueleza ni kwamba wako malaika, kama umeishi vibaya katika hii dunia, kuna malaika ambao wanakupiga. walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. La utaona pindi wanapokufa wale ambao waliokufuru, basi utaona malaika wanawapiga nyusoni mwao na wanawapiga migongoni mwao. Sasa ndio maana tutasema ni maniatul khulwi pia, kwamba adhabu ile saa kweli imefika ya kifo, lakini adhabu ipo hapo hapo. Sasa hapo hali hiyo ikitokea, fasayalamun, ndipo atakapojua man huwa sharru makana wa adhafu junda. Man huwa sharru makana wa adhafu junda, ni nani ambaye ni mshari zaidi wa makazi, yani nani ambaye makazi yake ni ya shari zaidi, na ni nani zaidi, na ni nani ambaye ni dhaifu zaidi kwa jeshi. Nadhani hapo kumeeleweka sasa. Na ile al-adhaba na saa, kwa watu wa lugha mkipataka hapo, ni badalu ya ma, yani idha ra'au al-adhaba wa saa fasalamuna man wa sharru makana wa adhafu junda. Sawa watu wa lugha. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, wa yazidu. Na baada ya kueleza mambo yote hayo, yani baada ya kwamba watu hao watakuwa katika adhabu kubwa akhera, na wakajua kwamba hili tuliolifanya sisi ndio watu wa makazi mabaya zaidi, na tuna hali ngumu zaidi kuliko wale walioamini, basi Qur'ani inasema yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, Mwenyezi Mungu atawazidishia wale ambao walioongoka, atawazidishia uongofu zaidi. Au aya hii ukirudisha katika, ukiondoa kule akhera ukaileta katika makazi haya ya dunia, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, Mwenyezi Mungu atawazidishia wale walioongoka, atawazidishia uongofu, kwa maana imani, pale watakapoona kwamba wale mahasimu wao waliokuwa wamestarehe katika hii dunia kwa namna mbalimbali, wao Mwenyezi Mungu amewaadhibu katika hii dunia na amewapa dhiki iliyokuwa kubwa mno, basi hilo Mwenyezi Mungu atawazidishia uongofu. Kwa kuona hivyo anazidi kuongoka na anazidi imani. Aya hii ukirejesha kwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni pale katika vita ya Badri, wale sanadidu Quraish
sanadidu Quraish, mabwana wakubwa kikuraishi, Abu Jahal, Umayya bin Khalaf, na kina Utba bin Rabi'a, Shaybatu bin Rabi'a, wote wale ambao walikuwa kisema maneno haya kuambia makafiri, maiti zao zilikuwa Mtume Muhammad aliamuru kwamba zitupo kwenye shimo moja kule Kulaibu. Baada ya kutupwa katika shimo moja na wakafukiwa tu, kwamba alikuwa anamuita mmoja baada ya mwingine kwa jina lake wakati kafa, ya Aba Jahal wa ya Umayya bin Khalaf wa ya Utbata bin Rabi'a wa ya Shaybata bin Rabi'a, hal wajadtum ma wa'adakumullahu haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Hal wajadtum ma wa'adakumullahu haqqan, je, mmekuta yale ambayo aliyokuahidini Mwenyezi Mungu ni kweli? Yani mmeshajua kwamba yale aliyokuwa akiwaahidini Mwenyezi Mungu ni kweli? Mimi nimeshajua na nimekuta kile ambacho alichoniahidi Allah subhanahu. Sababu ahadi ni kwamba wale makafiri wote watapata adhabu kubwa katika vita ya Badr, na Mwenyezi Mungu atawamaliza wote. Mpaka Saidina Umar akatatizika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia, kaifa tukallim ya Rasulullah ajsadan la arwaha fiha, vipi wazungumza na viwiliwili ambavyo havina roho? Mtume alijibuje, ya Umar, hum asma'u minkum walakin la tash'urun, hao wanasikia kuliko nyinyi lakini nyinyi hamtambui. Sasa hawa walikutana na kile na adhabu na ile saa, basi hapo wakajua man huwa sharru makanan wa adhafu junda, ni upi, ni nani kati yao ambao ni mshari zaidi kwa makazi na ni dhaifu kwa jeshi. Wa yazidu Allahu alladhina tadawhuda, yani wa ba'da dhalik, baada ya hayo Mwenyezi Mungu akazidisha kwa wale ambao walioongoka, akazidishia uongofu imani, kwamba kweli lile alilotuahidi Mwenyezi Mungu ni kweli limefanyaje, limetokea, na kweli likatokea. Au hiyo akhera, siku ya kiyama, ni kwamba au wakiwepo watu kaburini ndio watajua, kwa sababu hata makafiri watajua daraja za watu za wenzao walio namna walivyokuwa kiishi katika dunia. Kafiri naye anajua kwamba wenzangu wako katika neema na sisi tuko katika adhabu, na kule kule akhera Mwenyezi Mungu atawazidishia huda ya akhera. Hapo ni kuzidishia mapenzi na imani pia. Hata akhera kuna kuamini, kwamba wale waamini wataendelea kuwa na imani zao hivyo hivyo, kuamini Allah subhanahu, na wakiona wale waliokuwa naahidiwa imani zao zazidi. Ndio hiyo bwana, wayazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Walbaqiyatu salihatu, hiyo albaqiyatu salihatu, kuna kiminyano kikubwa kwa wafasiri wa Qur'an. Wamekhtalifiana mno katika neno hili walbaqiyatu salihatu, lakini mimi niende na wajihi wa yule alioenda kwamba albaqiyatu hi salihatu ni badali ya hii nini albaqiyatu, kwamba walbaqiyatu na yenye kubaki kwa waja, as-salihatu yani ni hayo mema yenye kubaki kwa waja, ni yani mema ndio yenye kubaki kwa waja, walbaqiyatu salihatu. Au pia ukapita kwamba na yaliyobaki yaliyokuwa mema, khairun inda rabbika thawaba, mbali na kuzidishwa imani kwa kuona yale, lakini yaliyobaki ambayo ni mema, khairun inda rabbika thawaba,
ni bora zaidi mbele ya Mola wako kwa malipo. Wa khairum maradda, na ni bora zaidi kwa marejeo. Maradda ni masdari tu kama ilivyokuwa radda, ni masdaru mimi kwa marejeo. Kwa hiyo albaqiyatu salihatu, kwamba hapa kisema albaqiyatu, yenye kubaki katika hii dunia, as-salihatu ndio hayo mema, kwamba mema ndio yenye kubaki bwana katika hii dunia. Hakubaki athathi wala hakubaki arriya, kama kule alivyosema hum ahsanu athatha wa riya. Hakubaki muonekano wa mtu katika dunia, wala hakubaki mali alizokusanya katika hii dunia. Kinachobaki ni nini? Ni mema. Ndio ingia kapita hivyo kwamba baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda, ni bora mbele ya Mola wako kwa thawabu, na ni bora kwa nini? Kwa marejeo. Afaraaita alladhi, je, ewe Muhammad mtukufu wa daraja, tume hapa ndio anayeambiwa kwamba afaraaita alladhi, je, umemuona yule ambaye. Istifahamu hii yajuzu kuwa ni ya taajubi na yajuzu kuwa ya taubihi, kubeza taubihi wa takrii. Tuache kwamba umemuona bana yule ambaye kafara bi ayatina, amezikufuru aya zetu, pamoja na kwamba ayatuna bayinat, aya zetu ziko wazi, lakini kazikataa, kazikufuru. Waqala, na akasema la utayanna mala wa walada, nitapewa mimi mali nyingi na nitapewa mimi watoto wengi. Sasa hapa huwezi kuelewa bila kuelewa sababu nuzuli ya hii aya. Sababu nuzul hapa anakusudiwa kusema huyu kafiri aliyetajwa hapa, faraita alladhi kafara, wamjue yule ambaye amekufuru. Huyu ni Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, na hiki ni kisa baina yake na sahaba Khabbab bin Arrat. Khabbab bin Arrat katika ujahilia kabla Uislamu alimkopesha Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il sasa akalitaka deni lake, lakini wakati anataka deni lake, Khababu tayari kashasilimu, ni Muislamu na anamfuata Mtume Muhammad, na hawa ni miongoni mwa wale watano ambao Qur'ani anasema inna kafainaka almustahzi'in. Hao ni watano wale ambao walikuwa kimchiza shere sana Mtume. Mmoja wao ni huyo As bin Wa'il. Sasa alipokwenda kuchukua deni lake, akakataa, akamwambia sikulipi. Huyu bwana akamwambia utanilipa. Khabbab bin Arrat anamwambia As bin Wa'il, lazima unilipe deni langu. As bin Wa'il akamwambia, ikiwa wataka nikulipe deni lako, mkufuru Muhammad, ikufuru dini ya Muhammad, wewe kuwa kafiri, mimi nitakulipa deni lako. La, sikulipi. Akasema, mimi lan akfura Muhammadan hatta tamuta wa tub'atha, sito mkufuru Muhammad ufe na ufufuliwe, mimi sito mkufuru Muhammad. Akaambia, basi bwana, kama huto mkufuru Muhammadi, huko akhera watu si watapewa malipo? Dalili na iona hii tulikuwa sisi ambao tuna neema ya dunia,
kwamba Mungu ameturidhia, ameturidhia, ndio maana mambo yetu mazuri. Kwa hiyo kwa sababu katuridhia, hata akhera atatupa mali na watoto, ataturudishia mali na watoto. Akishanirudishia huko akhera huko, unifate bwana, nitakupa haki yako, nitakulipia akhera nitakapopewa mimi mali zangu. Hayo jamaa jeuri. Ndio huyo Asi bin Wa'il. Rejea tafsiri ya Imamu Qurtubi, Al-Jami'u li ahkamil Qur'ani, Al-Jami'u li ahkamil Qur'ani, ndio kisa hicho utakipata vizuri. Au rejea tafsiri nzuri pia Futuhatul Ilahia, hicho kisa pia utakipata. Rejea tafsiri al-Madhhari. Sasa afaraaita alladhi kafa, ndio maana akasema hapa, wewe Muhammad, wewe wamjua, si unamjua bwana yule. Unaona Allah anavozungumza na mtume hapa ni kama ni watu ni wa karibu mno. Afaraaita, si unamjua bwana yule ambaye kafara bi ayatina, amezikufuru aya zetu. Waqala, na akasema, la utiyanna mala wa walada, la utayanna, nitapewa mimi, binawala almajhuli, la utayanna, nitapewa mimi, lazima, wallahi. Maka ilamu ni muwatiwatu lilqasam, ni kwamba wallahi, la utayanna, na muapa Mwenyezi Mungu, hakika mimi nitapewa. Unaona taukidi ngapi hizo? Sio tatu, taukidi tatu. Kuna qasam na kuna ilamu ya ibtidaia pia ya jawabu al-qasam, na kuna hiyo nuni ya taukidi thaqil. Zote hizi tatu maana yake zinatufundisha nini kwenye Qur'ani? Zatufundisha kwamba huyu Al-Asi bin Wa'il shadda fi ta'annutihi wa shadda fi isyanihi wa shadda fi kufrihi wa shadda fi tughyanihi, alizidi katika kupechuka kwake mipaka, alizidi katika jeuri yake. Ndio zote hizo taukidati zarudishwa kwa huyu aliyeapa, kwamba la mpaka anapia hivyo, huyu kazidi kudharau aya za Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, ni habibu rasuli, Allah ni habibu rasul, wallahu habibullah, ndivyo sivyo? Anamwambia kipenzi chake, attala al-ghaiba, hivi huyu kachungulia ghaibu, kachungulia yale ambayo hayaonekaniki, ghaibu ya Mungu. Kwani kaichungulia huyo, akaijua na akaielewa, mpaka anasema la utayanna mala wa walada, na hapa nitapewa mali nyingi mimi na watoto huko akhera. Sasa mtume anaambiwa na habibu wake ambaye ni Allah subhana, attala ala ghaiba. Je, huyu kachungulia ghaibu huyu? Amittakhadha inda arrahmani ahada, bali si kuchungulia ghaibu tu, maana amya kwa maana bale, kwamba huyu anaonyesha kwamba kafanya mbele ya Mwenyezi Mungu ahadi, kachukua mbele ya Mwenyezi Mungu nini? Ahadi kubwa. Basi mpaka anasema na ukafiri wake wote huu, la utayanna mala wa walada, nitapewa mimi mali nyingi na watoto wengi huko akhera. Wengine usoma la utayanna malan wa wulda, la utayanna malan wa wulda, ikawa wulda. Wengine sasa kama vile wulda kwa maana hiyo ya walada, kwamba mali nyingi. Hapana, ni wulada, malan wa wulada, na malan wa wulda pia usoma hivyo, malan wa wulda. Baadhi yao usoma hivyo. Tena katika Qur'an 7, wale wasomaji 7, 4 ndio wamesoma wa kutia dhamma,
na watatu ndio wamesoma kama hivi mala wa walada. Atala al-ghaiba, manake hapo ni kwamba atala al-ghaiba, maana hiyo a ni hamza istifham, lakini ile hamzatul wasli imeondoshwa litakhfifi. Nasema atala al-ghaiba, au huyu kachungulia ghaibu huyu mpaka anasema nitapewa mali nyingi na watoto, lakini mazungumzo ya Allah subhanahu na mtume wake. Lakini hii yote yaonyesha maratibu rasuli wa manazilu rasuli, maratibu rasuli wa manazilu rasuli inda Allah, daraja za mtume Muhammad mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata lugha ile baina Allah na mtume wake wanavyozungumza yaonyesha hivyo. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Hii ni moja katika tafsiri ya kalla, na kalla ina madhahibi 6 katika tafsiri. Kalla, hapana, sivyo hivyo, na hii hapana, sivyo hivyo ni tafsiri ya Abu Abdullah al-Bahili. Wamepita wanawazuoni, yeye kapita hapana, sivyo hivyo. Lakini kuna kalla ya Abu al-Abbas ar-rad'u wa zajar, na akome, kalla na akome, huyo akome, hii ni ar-rad'u wa zajar. Lakini ziko alhasili ni kwamba kalla ina maana 6. Wengine wamepita kabisa kwa tasdiki kwamba naam, kalla, naam, ndio. Lakini akapita wengine haqqan, kwa haki, kalla, kwa haki. Sisi katika darasa yetu hii naomba tupite hivi kama alivyopita Abu Abdullah al-Bahili, kalla, hapana, sivyo hivyo. Sanaktubu ma yaqul, yani hapa ni kwamba nitaamrisha malaika waandike kila anachokisema. Ma ni katika asmaul al-mawsula, yufidu nini? Al-umuma. Sanaktubu, nitaamrisha malaika kisha tutaandika kila anachokisema, kwa sababu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hatamki mtu jambo lolote ila mbele yake kuna malaika waandishi ambaye ni raqibu na nani? Atid. Ndio hapa sema sanaktubu, tutaamrisha, kwamba nitaamrisha malaika wangu hao malaika waandike. Ndio maana hiyo sanaktubu, kwamba tutaandika hapo ma yaqul, kila anachokisema. Wanamuddu lahu min al-adhabi madda, na tutamuongezea katika adhabu nyongeza iliyokuwa kubwa. Ni nani huyu? Ni Al-As bin Wa'il, wa kullu man jara fi majarihi, wa kullu man jara fi majarihi, na kila mwenye kupita mapito yake katika hii dunia yetu ya leo. Atakayekuwa na dharau aya za Mungu, utajo wa Mungu, utukufu wa Mwenyezi Mungu, akafikia jeuri, Al-As bin Wa'il anaingia hapo kwenye wanamuddu lahu min al-adhabi madda, na tutamuongezea yeye katika adhabu yake ya huko akhera. Min al-adhabi, katika adhabu yake huko akhera. Yahtamilu, lamu hiyo ikawa ni lamu gani? Lamu ya iwadhu anil mudhafu ilayhi, yani min adhabihi, katika adhabu yake. Au iwe lamu la ahadi, katika adhabu hiyo ijulikanayo. Au min al-adhabi lamu li sighraki jamii sifat, kwamba adhabu iliyokusanya sifa zote za ukali, adhabu iliyokusanya sifa zote za ukali. Fiya hayatun wa qaribi, kuna mijoka huko, kuna mange, kuna kadha wa kadha wa kadha. Na hiyo tukiifanya istighraqi ndio tafsiri itakuwa vizuri zaidi.
wanamuddu lahu min al'adhabi madda, na tutamuongezea yeye, tutamzidishia yani katika adhabu hiyo iliyokamilika sifa zake, kumzidishia kuliko kuwa kukubwa. Wanarithuhu ma yaqul, na tutamnyang'anya kile anachokisema, tutamnyang'anya yote anayoyasema. Hapo kunyang'anywa sio kurithishwa. Tutampokonya, tutamnyang'anya yote anayoyasema. Kasemaje? Kwani ni hawa waliosema kwamba sisi katika dunia bwana tuna starehe, tuna mali nyingi, makazi mazuri, kadha wa kadha, lakini hajui muda mfupi tu atakufa na itakuwa zile mali sio zake tena. Yoyote mwenye kujifakharisha kwa mali, akajifakharisha kwa dunia bila kuifanya dunia ni mazaraata al-akhirah, ndio shamba la kupeleka akhera, anaingia hapo kwamba wanarithuhu ma yaqul, tutamnyang'anya anachokisema. Wayatina farda, na atatujia siku ya kiyama hali ya kuwa ni mtupu, hana chochote, yani hana imani, hana amali njema, hana hata kikombe, hana hata bakuli wala kijiko. Ndio atina farda, simeachiwa bwana, ni umumu kwamba atatujia hana chochote. Allahu akbar, hali ya kuwa yuko peke yake, hana chochote. Atatujilia peke yake, hali ya kuwa peke yake, hana chochote. Mwisho hapa kuelezwa yale wanaoyafanya katika kuabudu kwao masanamu na namna walivyoyaadhimisha masanamu, wakayafanya kwamba masanamu ndio yenye pawa ya kuwaondoshea adhabu ya Mungu. Wattakhadhu min dunillahi aliha, na wanamfanya wanawafanya asiyekuwa Mungu ndio miungu, wanafanya kisichokuwa Mungu ndio miungu yao. Liyakunu lahum izza, ili hao miungu hao wawe kwa ajili yao ndio watetezi. Maana izza imekuja kwa masdar, lakini kwa maana ya aizza, kwa wao ni watetezi, ndivyo inavyofasirika. Watetezi siku ya kiyama kwa ile adhabu ya Mungu. Maana hiyo imetafsirika hivyo izza, kwamba ndio utetezi au ndio watetezi, kwa karina iliyokuwa mbele hapo. Aya iliyokuwa mbele ndio inaonyesha kwamba izza hapo si kwa maana ya watukufu, kwa maana ya watetezi, au kwa maana ya utetezi au pawa ya kuwatetea, nguvu ya kuwatetea. Kalla, turudini tafsiri yetu ile ya Abu Abdullah al-Bahili. Hapana, sivyo hivyo, kwa maana yote hayo hayatotokea. Au pia tafsiri iliyokuwa karibu ni ile ar-rad'i wa zajar, na akome na wakome, tena wakome sana. Sayakfuruna biibadatihim, kwani kwa hakika watawakanusha kuabudu wao. Sayakfuruna biibadatihim, hawa wanawafanya kwamba ni watetezi, watakanusha kuabudu wao. Yani haya masanamu wanaabudu wao, siku ya kiyama yatapewa kauli afu aseme sisi hatukuamrisha watu abudu. Ndio maana hapo sayakfuruna biibadatihi, watakanusha na watakataya kuabudu wao. Wayakunu alaihim dhidda, yani na wakishawakataa
watakuwa kwa wao ni maadui. Wayakununa alaihim dhidda, na watakuwa kwa wao ni maadui, yani ni maadui wa kuwakandamiza katika adhabu ya Mungu. Au kwa tafsiri ya dhahiri kwamba wayakununa alaihim dhidda, na watakuwa juu yao ni kinyume, yani watakuwa kwa wao nani? Kinyume na hivyo walivyokuwa nadhania. Lakini tutafsiriwa kwamba watakuwa juu yao ni maadui. Aya tuenda mwisho kabisa. Alam tara, umeona Muhammad, si unajua wewe Muhammad, ewe mtukufu wa daraja, anna arsalna shayatin ala alkafirin. Hivi si unajua Muhammad, hii ni ru'yatul ilmiyya, ni arruyatul ilmiyya, si arruyatul mushahada wala ayan, si kuona huku kwa kwamba umeona, si umejua, unajua ewe Muhammad, umekushajua. Anna arsalna shayatina, kwamba tuliwaachia huru mashaitani. Arsala hapa si kuwatuma, ni kuachia huru. Tuliwaachia mashaitani ala alkafirin, kuachia kwa makafiri. Tauzuhum azza, wanawatikisa kuwatikisa kuliko kuwa kukubwa mno. Kwamba wanawatikisa katika nyoyo zao kiasi ya kwamba wanawapelekea taswilat, wasiwasi na ushawishi wa ajabu. Fala ta'jal alaihim. Mwisho aya hii walillahi alhamdu imekuwa ni vizuri sana, kwa sababu imekuwa kama ni conclusion. Namna ilivyokuja imekuwa kama ina conclude the previous phrases huko, kwamba hizi taarifa zote, habari zilizotangulia, kama vile inafanya conclusion kwamba fala ta'jal alayhi. Basi Muhammad, manafau yenyewe ni fau ya fasiha, na fau fasihat kazi yake ni kwamba afsahati ash-shart al-mahdhufata, imeweka wazi sharti ambayo iliyotangulia, kwamba ikiwa umeyajua hayo yote na hali zote hizo ewe Muhammad, ndio maana hiyo fei hapo. La ta'jal alaihim, hawa usiwafanyie haraka, hawa usiwafanyie haraka kwamba wapatwe na adhabu iwashukie. Kwamba kwa nini Mungu asiwaletee adhabu wale wanaowatesa sana kule Palestina? Pia nayo inaingia hapa, fala ta'jal alaihim, usifanye haraka hao. Innama na'uddu lahum adda, haika sisi tunawahesabia hesabu za maisha yao, hesabu zilizokuwa sawa sawa. Innama ikasi vinginevyo ni adatu hasri. Na'uddu lahum adda, kwamba tunawapigia hesabu kali. Ndio na'uddu lahum adda, ni kwamba tunawahesabia wao katika maisha yao hawa hesabu zilizokuwa za sawa sawa. Umri umekwisha wenyewe. Huyo anawatesa wale wa Palestina sana miaka 70 si ngapi yule? Akabakiza nini katika dunia? Na'uddu lahum adda, kwamba tunawahesabia kwamba hesabu iliyokuwa madhubuti, wala hatupotei katika hesabu yetu, kwamba huyu umri wake unaisha siku fulani na bado kidogo tu, kaburi ataingia siku fulani. Na'uddu lahum adda wala ta'jal alayhi, usiwafanyie haraka. Yuko wapi Firauni bwana? Kaishi miaka chungu nzima, si kama hajawahi kuwepo. Alisema ana rabbukumul a'la, lakini ndio hii kwamba fala ta'jal alayhim inama na'uddu lahum adda, usifanyie haraka. Sisi tuwahesabia, tuwapigia hesabu, tuwapigie hesabu kali, tunahesabia hesabu zilizokuwa madhubuti. Ndio hiyo ya nini? Mafulu mutlaq maana yake hapo.
Basi hizi ndio aya ambazo tumepewa kuzifasiri. Mwenyezi Mungu aingize Qur'ani ndani ya nyoyo zetu, uwe ni mwongozo katika maisha yetu ya kila siku. Qur'ani Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni rabi'a qulubina, iwe ni rabi'a qulubina, na iwe pia Qur'ani ni shifaan lima fi suduri, iwe ni ponyo kwa yote yaliyokuwemo katika nyoyo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru sana uongozi wa Masjid Kipata kunijumuisha katika ibada hii ya kuifasiri Qur'ani. Mwenyezi Mungu tunamuomba afikishe hayo tulio ya tafsiri katika nyoyo, na Mungu azidishie kila la kheri. La pili, nawashukuru sana waumini mlioona ni muhimu kukaa kuisikiliza tafsiri hii, na nyinyi mnajua kwamba ukarimu kwa msemaji uliokuwa mkubwa ni kusikilizwa, na mimi nimeona umakini wenu katika kusikiliza, nimefurahi. Na waombea kheri, Mungu awabarikie katika maisha yenu ya dunia na akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.